tena ndugu na marafiki kwa somo letu ya leo ambayo nimeitwa mpango wa wokovu, na nimechanga na mstari wake wa pili hapo ambayo imesema Kaini ni mtoto wa nani? Hii ni somo ambalo linafuatana na hiyo somo letu la kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Hawa na Adamu walikula tunda gani? Basi mbele tuanze, napenda kuwajulisha kwamba kwenye channel hii sisi hapa hatutazungumza kuhusu mapokeo ya kibinadamu. Kwenye channel hii hatupo hapa kuwapatia tafsiri zetu za kimwili wala mawazo yetu ya kibinadamu. Kwa hiyo ningependa kuwaambia mapema, kama mnaamini sehemu tu ya maandiko matakatifu, basi hamko mahali sahihi hapa. Na kama mnapinga maandiko matakatifu, basi hamko mahali sahihi. Kuna maelfu ya chaneli za YouTube ambazo pia zinazungumzia Biblia. Mnaweza kwenda kufuata mafundisho huko ambayo mtasikia inawafurahisha nafsi zenu, lakini kama unakuja kwa channel hii utapewa mafundisho kutokana na Biblia, na hakuna kitu ambao mimi nakuwa nasema ambao haiko backup kwa maandiko. Na ndio kwa maana nakuwa naongea nikiweka kama vile nafasi ya wewe kuuliza swali, ili utakapouliza hapo mimi nitakupatia maandiko. Ndio kwa maana ninasema sisi hapa tunatembelea kuhusu maandiko tu. Imani yetu imejengwa juu ya maandiko matakatifu, kama vile ilivyoandikwa katika kitabu ya waraka wa pili wa Timotheo sura yake ya 3 mstari wa 16, ambao inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, kwa kuwaongoza na kwa kuwaadhibisha katika haki. Kwa hiyo kama unapenda maandiko matakatifu na unapenda kupata majibu unayoyataka kadiri na maandiko, hata kama yatakuudhi kimwili, hata kama hayataipendeza tamaa ya mwili wako, basi uko mahali pazuri. Lakini kama unatafuta mambo yanayopendeza mwili au yanayoendana na ufahamu wa jumla wa kidunia na watu wengine, hujue hapa sio mahali pako. Sababu mimi siko hapa ili ya kuongea yale ambao watu wengine wote wanaongea. Tuko hapa ili ya kujifunza neno la kweli. Tena hakuna andiko ambalo sisi hatutagusia. Ndio kwa maana nimeanzia mwanzo, nimeanza kujenga kwanza misingi ya chini, tena nibomoe ile misingi ambayo ilikuwa yamejengwa kwenye vichwa vyenu. Ndio kwa maana utasikia mafundisho ambayo sisi tunaleta ni kama iko vile tofauti na ya wengine, sababu sisi tunafunza ni Biblia peke yake. Basi napenda tuanze na msingi wetu ambayo ni wokovu. Unajua tatizo la wokovu si jambo la kubahatisha. Yaani
haupate wokovu kwa kubahatisha. Sio bahati ndio wewe utapata wokovu. Wokovu ni hali ya kupangwa na kuchaguliwa mapema kwa Mungu mwenyewe. Yaani ni predisposition na predestination. Kwa hiyo injili ya Kristo inakuja kama maji yaliyomwagika shambani. Ndani ya shamba hilo kuna mbegu za aina mbili. Kuna mangano na kuna magugu. Sasa injili ya Bwana wetu Yesu, ambayo ni injili ya kweli, ikinyesha kama mvua juu ya ardhi, ambayo kwa hiyo ardhi kunapatikana mbegu mbili, magugu na ngano. Hivyo hiyo mvua sasa, kama neno haikuje kubadilisha magugu yawe ngano na ngano yawe magugu. Acha tusome kwanza katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura yake ya 32 mstari wake wa 2, nasema, mafundisho yangu na yadondoke kama mvua, maneno yangu na yatoke kama umande, kama manyunyu juu ya majani mabichi, na kama mvua za manyunyo juu ya mimea. Sasa lengo la mvua, yani neno la Mungu, sio kubadilisha asili ya mbegu, bali ni kufichua asili halisi ya kila mbegu. Napenda tuelewane vizuri. Kulingana na sheria za asili, kila mbegu huzaa aina yake. Hiyo ni kitu ambao sisi sote tumesoma hata shuleni. Sasa haijalishi utamwaga mvua kiasi gani, magugu hayatabadilika kuwa ngano. Hii haiwezekani hata kupitia sayansi. Sasa kabla ya kusoma kuhusu mbegu hizi mbili ambazo zinapatikana ndani ya dunia, sababu ni mambo kuhusu mbegu. Hakuna mambo mawili ambayo tunatafuta hapa chini ya jua. Yesu atakuja kuchukua walio wake, na wale wasio wake watatupwa motoni. Na kwa hiyo naomba tusome mfano fulani katika kitabu ya Mathayo sura yake ya 25 mstari wa 31. Hii naisoma tu kama msingi, lakini somo letu la leo tutajifunza kuhusu hizo mbegu mbili, na tutajua kuna mbegu ambayo ni mbegu mzuri na mbegu ingine ni mbegu mbaya. Tusome. Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti chake cha enzi. Mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawatenganisha watu mmoja na mwingine, kama mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Naye ataweka kondoo upande wake wa kuume na mbuzi upande wake wa kushoto. Ndipo mfalme atawaambia walio upande wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, mrithi ufalme mliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Sasa
tunaona hapa kwamba hiyo ufalme ambao watu watarithi ni ufalme ambao ulikuwa umetayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Yaani kabla hata hawa watu walikuwa wajaumbwa, kulikuwa kitu ambao Mungu alikuwa ameshtayarisha juu yao. Sasa kwa hivyo kuzani kwamba mtu ambaye Mungu alikuwa ameshamtayarisha kwamba yeye ataingia katika ufalme wake, kisha huyo mtu wao unakuja kuniambia eti amepoteza wokovu alafu anaenda jehanamu, kwangu mimi naona kwamba wewe uko na mdharau, unamtukana Bwana Yesu kwamba yeye iko na hiyo magonjwa ya kusahau, ama alikuwa hajui future ya wale ambao wamechagua. Ni kama vile amekuchagua leo kisha kesho anasema mimi kweli sikujua kama utakuwa mbaya hivi, basi mimi nakuachilia basi, na hiyo fasi ambayo nilikuwa nimetayarisha juu yako wewe umepoteza. Kusema kwamba Mkristo anaweza kupoteza wokovu ni kumtukana na kukanyaga msalaba, kukanyaga Bwana wetu Mungu wa Yesu, kumuonesha kwamba kazi ambayo amefanya haitoshi. Nyinyi watumishi ambao mnaendelea kuongea mambo kama hayo, na wasi sana mtubu. Hakuna hata mahali moja ndani ya Biblia unaweza kuona kuna mtu ambaye amepoteza wokovu. I'm getting ahead of myself. Acha niendelee kusoma. Nitasoma katika kitabu ya Yohana sura yake ya 17, inasema, nilipokuwa pamoja nao niliwalinda kwa jina lako ulilonipa. Nimewahifadhi, wala hapana hata mmoja wao aliyepotea, isipokuwa yule mwana wa uharibifu, ili maandiko yatimizwe. Huyu ni Yesu ambaye alikuwa anaongea na anasema kwa wale wote ulionipatia hakuna hata mtu mmoja ambao mimi nimepoteza isipokuwa ule mwana wa uharibifu. Wakati wewe umeshikwa na ndani ya mikono ya Yesu, hawezi akakupoteza. Mara nyingi watu hawaelewi wokovu ni nini. Wokovu ni mtu wa Yesu. Wokovu ni Yesu peke yake. Sababu wakati aliingia kwa nyumba ya huyo Zakayo, alisema leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Wakati Simeoni alimuona, akasema nao Mungu unaweza kuchukua mtumishi wako, sababu macho yangu yameona wokovu wako. Ukisoma katika kitabu ya Zaburi sura yake ya 27, Daudi anasema Bwana ndiye mwanga wangu na mwokozi wangu. Sasa mwokozi ama wokovu ni mtu, na huyo mtu ni yeye ndiye anakushika, sio wewe unamshika ili umupoteze. Na huyo wokovu, sababu jina kwanza Yesu inamaanisha Mungu mwokozi ama Mungu anayeokoa. Sasa ukisema wewe unapoteza wokovu, ni kama vile ni wewe ndio unamshika. Hapana, ni yeye ndiye anakushika. Na ndio kwa maana amesema katika kitabu ya Yohana sura yake ya 10 mstari wa 26 mpaka 28, amesema, lakini hamuamini kwa sababu ninyi si wa kundi la kondoo wangu. Kondoo wangu husikia sauti yangu, nami nawajua. Hao hunifuata, nami ninawapa uzima wa milele. Hawataangamia kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka katika mikono yangu. Sijui sasa kama nyinyi mkisikia uzima wa milele mnasikia nini? Uzima wa milele ni uzima ambao hauna mwisho. Na anasema hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. Hakuna mtu anaweza kumtoa ule ambaye Mungu ameokoa katika mikono yake. Ndio kwa maana anasema watu ambao mnakuwa
fundisha watu kwamba ukiokoka alafu unatenda tena dhambi utapoteza wokovu, bado hamjaelewa neno la Mungu. Basi kama vile nilivyosema, tuko tunaweka misingi kwa hii somo, sababu ni wazi kwamba watu ambao wamepewa wokovu hawawezi kupotea. Haijamaanisha inabidi waishi vile wanataka, kufanya mambo ambao wanataka, ila hiyo wokovu ambao wamepokea itafanya kazi ndani mwao na watatembea katika njia ambazo yeye Mungu anataka, si kutaka kwao. Itakuwa sasa kutaka kwake ndio kutatimilika. Na hiyo ndio tofauti ya mafundisho ya kweli na mafundisho ambayo sio ya kweli, sababu watu wanakuwa wanataka kuambia kwamba kwa nguvu zako unaweza ukawa mtakatifu. Utakatifu sio kazi ya wanadamu. Utakatifu ni kazi ya Mungu mwenyewe anayotenda ndani mwetu. Basi tulikuwa tungali tunasoma. Napenda tusome sasa mfano wa ngano na magugu. Tasoma katika kitabu ya Mathayo sura yake ya 13 mstari wake wa 24. Inasema, ufalme wa mbingu umefananishwa na mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake. Lakini wakati watu wamelala, adui yake akaja akapanda magugu katika ngano, akaenda zake. Ngano ilipotaa na kutoa masuke, ndipo magugu nayo yalionekana. Watumishi samahani kidogo. Watumishi wakamwambia, basi watumishi wa yule mwenye nyumba wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika shamba lako? Yanatoka wapi basi magugu? Akawaambia, adui amelifanya hili. Watumishi wakamwambia, basi tunataka twende tukayangoe. Akasema, la, msiwe wakati mnangoa magugu mkaja mkaingoa na ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue pamoja hata mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu mkayafunge matita matita ili yaunguzwe, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Sasa tunaona vile wanadamu wote hapa chini tuko kama ni mbegu mbili, kuna magugu na kuna ngano. Kama vile nilivyowaambia hapo mwanzoni, neno la Mungu ni kama mvua, na hiyo mvua haikuje kubadilisha asili ya mbegu, ila inakuja kuonesha kila mbegu asili yake. Na wakati wanafunzi walikuwa hawajaelewa hii neno vizuri, wakaenda kumuuliza Yesu. Ndio kwa maana tukisoma katika mstari wa 36 inasema, ndipo Yesu akawaacha watu akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamjia wakisema,
tufafanulie mfano wa magugu ya shambani. Akajibu akasema, yeye apandaye mbegu njema ni mwana wa Adamu, na shamba ni ulimwengu, na mbegu njema ni wana wa ufalme, na magugu ni wana wa yule mwovu. Na adui aliyepanda ni Ibilisi, na mavuno ni mwisho wa dunia, na wavunaji ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuunguzwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia hii. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake vitu vyote vikwazavyo na watendao maovu, na atawatupa katika tanuru ya moto. Huko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watangaa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Yeye aliye na masikio na asikie. Tunaona kwamba mafundisho haya yanasema wazi, magugu yalikuwa magugu tangu kuumbwa, na yalipandwa na Ibilisi. Sasa tukielewa maandiko vizuri, tunapasha kujiuliza, hiyo magugu ilipandwa vipi? Hapo ndipo tutatoa jibu kwa kujua Kaini ni mtoto wa nani. Sababu tukisoma maandiko yanatufundisha vema kwamba Adamu na Hawa hawakuwa wanaelewa tofauti ya kutokuvaa na kuvaa. Walikuwa kama vile watoto wachanga ambao hawajaelewa uchi wao. Na kupitia mafundisho ya somo letu nilisema kwamba tunda lililokatazwa wasile ni neno la uongo waliosikia kisha wakaamini. Tunaona hata maandiko yanasema, yeye aaminie na kubatizwa ataokolewa. Ndiyo kwa maana nasema ni sawasawa na mwanaume ama mwanamke kabla ya kufanya tendo la ndoa. Kuna maongezi fulani ambayo yanafanyika hapo. Inabidi huyo mwanaume amshawishi kwanza huyo mwanamke aitike, akubali, kisha hapo ndio tendo la ndoa litafanyika. Sasa tendo linakuja kabla ya kusikia. Sasa hiyo kusikia ndio ilikuwa kama vile kula matunda ya ule mti ambao tuliona kwamba ni Shetani. Na tunda ni neno. Kwa maana hata kwa maandiko imeandikwa, na manabii wa uongo watawajia nyinyi kama mbwa mwitu wakali, na mtawatambua kwa matunda yao. Sasa kama Biblia inasema tutawatambua kwa matunda yao, hii haimaanishi tutawatambua kwa jinsia zao, bali kupitia uongo ya mafundisho yao. Na tulieleza kwamba Bwana Yesu ndiye mti wa maarifa Bwana Yesu ndiye mti wa uzima wa milele.
na shetani ndiye alikuwa huyo mti wa maarifa ya mema na mabaya. Na kwa hiyo sikufafanua vizuri sana kwa undani katika hiyo video ya kwanza, ndio kwa maana nataka tuingie kwa undani na tujifunze sasa vizuri. Tuanze katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 8 mpaka 9. Na inasema, Bwana Mungu alipanda bustani Edeni upande wa mashariki, akamweka huko mtu aliyemuumba. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaovutia macho na ulio mwema kwa kuliwa. Unaona hapo kuko hiyo koma. Kisha niendelee nasema, na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa maarifa ya mema na mabaya. Tumeanza somo letu. Unaangalia waliposema mti unaovutia macho na ulio mwema kwa kuliwa, kisha wanasema na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa maarifa ya mema na mabaya. Hiyo neno na ni kiunganishi kia kuratibisha. Hii inamaanisha kwamba kundi la kwanza ni tofauti na kundi la pili. Pia inamaanisha kwamba miti hiyo miwili katikati ya bustani haikukua kutoka ardhini. Kwa wale ambao wanasoma polepole ili waelewe, mtaelewa yale ambayo mimi niko naongea. Sababu kulingana na sayansi, kila mti unaokuwa kutoka ardhini huzaliana kulingana na jenasi yake. Kwa hiyo ikiwa mti wa maarifa ya mema na mabaya ungekuwa umechomozwa pia kutoka ardhi, tungekuwa na mti wa mema na mabaya mpaka leo. Lakini hapa tunaona kwamba ukila mti wa uzima lazima uishi milele. Na kama vile nilivyoonyesha katika sehemu ya kwanza ya hii video, wakati Biblia inazungumza kuhusu kula au kunyoosha mkono ili kushika, sio katika mfumo wa kimwili. Kila kitu cha kimwili ni kielelezo cha kiroho, yani ni kivuli ya yale ambao sisi hatuone kwa maisha ya kiroho. Kwa sababu sisi wanadamu tuko na mtu wetu wa ndani na kuna huyu mtu wa nje ambao anaitwa ni mwili. Sasa Biblia inaposema sisi hatuendi kwa macho, kwa kuona, bali kwa imani. We do not walk by sight, but we walk by faith. Inatufanya sisi tuelewe kwamba kuona ni kwa kimwili, lakini imani ni kama vile macho ya huyo mtu wa ndani. Mtu wako wa ndani hufanya kazi ndani ya imani. Yaani anakuwa na hiyo faculties ya kuona, ya kugusa, ya kutembea. Sababu
yale ambayo tuko nayo kwa nje ni kivuli ya yale ambayo yanapatikana ndani. Sasa wakati Bwana Mungu alisema kwamba tazama, mwanadamu amekuwa kama mmoja wetu, akijua mema na mabaya, na sasa asinyoshe mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akale akaishi milele, ni kwa sababu kifo cha Yesu kilikuwa bado, kilikuwa kimeandaliwa, lakini hapana kwa hiyo siku. Ndivyo nimetaka kusema. Yaani ni kama vile kifo cha Yesu kiliwekwa kimbele ili kusafisha dhambi ya mwanadamu. Sasa Adamu yeye alitaka kutubu. Ndio maana ukiangalia katika kitabu yote ya Biblia, hutamuona hata mahali moja wakati wanasema Adamu alitubu. Sababu kama Adamu angetubu, Yesu angebidi afe hiyo siku, na wokovu ulioandaliwa kwa uzima wa milele ungejidiririsha, lakini wakati haukuwa umefika bado. Ndiyo maana Biblia inasema kifo cha Yesu kiliandaliwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia, lakini ilipashwa wakati ufike. Adamu alikuwa ameanza kupata hiyo dhabihu. Alikuwa anataka dhabihu ifanyike tayari ili dhambi zake ziondolewe. Hapo ndipo Mungu alimuondolea hisia hiyo ya toba. Mungu alimtoa hiyo kiu ya kuomba toba. Na kwa hiyo gisi tulikuwa tunaweka tofauti ya mti wa maarifa ya mema na mabaya na mti wa uzima, acha mimi nitaintroduce kwanza huyo mti wa uzima, ajiongelee mwenyewe na tuambie yeye ni nani. Tutaanza katika kitabu ya Yohana sura yake ya 15 mstari wake wa kwanza. Tusikie huyo mti ambao alikuwa anapatikana hapo bustani akiongea mwenyewe. Anasema, mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda huliondoa, na kila tawi lizaao matunda hulipogoa, ili lizidi kuzaa matunda. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi haliwezi kuzaa matunda peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Sasa tunaona hapa huyu ni huyo mti sasa ambao alikuwa anapatikana ndani ya bustani. Yaani ni Yesu hapa sasa amejifungua kiwazi. Amesema mimi ni mzabibu, na sisi ni kama vile matawi. Sasa kuzaa matunda ni kusema neno lake, kuhubiri neno lake. Tunakaa ndani yake kwa kusoma maneno na kuyaelewa na kuyaamini. Kula tunda ni kusikiliza na kuyatunza maneno yake ndani mwako. Tukifungua katika mstari wake wa 7, tusikie vile nasema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa.
Sasa hii ndiyo Baba yangu hutukuzwa kwa hii, kwamba mzae matunda mengi, na hivyo mtakuwa wanafunzi wangu. Unaona, kitu ambao inafanya watu kuwa wanafunzi ni kuzaa matunda. Na kama vile tunavyoongea, matunda ni hiyo maneno ambayo imekaa ndani mwenu. Ni maneno ya Yesu Kristo ikitoka ndani mwenu. Wakati unaongea, watu wanasikia kuongea kwako, wanasema kweli huyu ni Mkristo. Sababu Wakristo hata wa zamani walijulikana kupitia maneno yao, hapana matendo. Ilikuwa kupitia maneno yao. Ukisoma katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 11 mstari wa 26, wanakuambia, na alipompata alimleta Antiokia. Basi ikawa kwa mwaka mzima walikutana na kanisa, wakawafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza huko Antiokia. Sasa waliitwa Wakristo sababu maneno ambao walikuwa wanafundisha ilikuwa ni doctrine ya Bwana wao Yesu, si kwa sababu ya matendo yao ndio waliitwa Wakristo kama vile watu wanakuwa wanasema leo. Watu waliitwa Wakristo kutokana na mafundisho yao. Sasa kama neno la Mungu linakaa ndani mwako, ni hilo neno ndio litatoka, na hiyo ndio itakuwa kama ni matunda ambayo wewe umekula. Tutafata ushuhuda wa pili wa huyu ambaye anaitwa ni Muti, ambaye alikuwa anapatikana hapo bustani. Tusikie anatuambia nini. Tutasoma katika kitabu ya Yohana sura yake ya 6 mstari wa 53 mpaka 54. Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, msipokula mwili wake Mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Yeye anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hapa Yesu anazungumzia kuhusu kile kilichozuiwa bustanini. Wakati Mungu alisema hapo bustani, tusimruhusu anyoshe mkono wake na kula matunda ili apate uzima wa milele. Hapa wakati umefika sasa. Kwa hiyo tumealikwa kula neno la ukweli la wokovu wetu. Ni hiyo mti sasa, na hiyo neno sasa ndio matunda. Tukikula neno la Mungu, wakati tunatubu dhambi zetu kutokujua Mungu, tunamjua Mungu kupitia neno, hapo ndipo tunapewa uzima wa milele. Na ukiangalia katika kitabu ya Waefeso sura yake ya 1 mstari wa 13, Biblia inatuambia, katika yeye nyinyi pia mliposikia neno la kweli, yaani injili ya wokovu wenu, mlipomwamini, mlitiwa muhuri ndani yake kwa Roho Mtakatifu wa ahadi. Wewe si peke yako ambaye hukujua siri hii. Hata Mafarisayo na wanafunzi waliokuwa karibu na Yesu hawakuelewa kwamba maandiko yanapozungumza kuhusu kula, haikuwa kuhusu chakula cha asili, bali ilikuwa ni kuhusu chakula ya kiroho. Ndiyo maana walienda wakamsogelea Yesu, wakamuuliza, unaongea kuhusu mambo gani? Alafu Yesu akawasikia wakiongea, akawaambia kwamba hakuna anayewaambia wajilinde dhidi ya chakula inayotumika kwenye mikate, bali dhidi ya mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo.
Mafundisho sasa ya Mafarisayo yalizingatiwa kama chakula. Ndiyo ambayo Yesu aliwaambia wawalinde. Hao walikuwa wamege confused, wanaanza kuwaza pengine amesema tulete mkate ama mambo kama hayo. Akasema hapana, nikiongea mambo ya chakula naongelea kuhusu neno, mafundisho ya Mafarisayo. Na ukisoma katika Biblia kwenye vifungu vingi utakuta vile Yesu ameonesha kwamba kile unachokula kwa kinywa chako ya kimwili hakimtii mtu kuwa na uchafu, lakini kile unachosikia huenda ndani ya mtu wako wa ndani, na hiyo ndio inamchafua mwanadamu. Na ndio kwa maana mimi nilisema Mungu alimzuia Adamu kutubu kwa sababu wakati wa Yesu kufa haukuwa tayari. Sio tu mimi ambao naongea hayo, lakini maandiko inasema hivyo katika kitabu ya waraka wa kwanza wa Petro sura yake ya kwanza mstari wa 18. Nasema, kwa maana mnajua kwamba hamkuokolewa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, kutoka katika mwenendo wenu usio na maana mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani ya Kristo, kama ya mwana kondoo asiye na wala asiye na ila. Yeye alijulikana tangu kuwekwa misingi ya dunia, lakini alidiririshwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Unaelewa? Nasema yeye alijulikana tangu kuwekwa misingi ya dunia, lakini alidiririshwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Sasa kulikuwa wakati uliopangwa kwa ajili ya damu kumwagika. Ndiyo maana Mungu aliwazuia, akasema hapana, hawapashe kutubu, alafu akamchinja mnyama, akawafunika na hiyo ngozi. Sababu ukisoma katika kitabu ya Waebrania sura yake ya 9 mstari wake wa 22 nasema, na karibu vitu vyote husafishwa kwa damu kwa mujibu wa sheria, na pasipo kumwagwa damu hakuna msamaha. Hapa tunaona vile Mungu aliwafunga watu wote chini ya hukumu, na akatengeneza yeye mwenyewe njia ya kutoka hapo. Na ni yote ni Mungu ambaye alifanya yeye mwenyewe. Sababu gani? Alitaka kuonesha tabia yake kuhusu rehema na haki. Katika karakta nyingi za ambazo Mungu anakaa nazo, kuna karakta mbili ambazo ziko center, na hiyo karakta ni rehema na haki. Rehema na haki vinaenda njia moja. Mungu ni mwenye rehema, tena ni mwenye haki, na alipenda tuoneshe hiyo njia yake. Ndio kwa maana amewafunga watu kwenye mizigo ya dhambi, na yeye mwenyewe akawafungua. Na sasa tunafika mahali tutauliza swali letu. Je, nyoka alilala na Hawa ili Kaini azaliwe? Sababu mimi kwa mafundisho yangu nasema kwamba tendo la ndoa ni matokeo ya kutokutii kwa kula tunda walilo lisikia kutoka kwa mdanganyifu.
Acha nirudilie. Tendo la ndoa ni matokeo ya kutokutii kwao. Hiyo ndio ilikuwa kula tunda. Tukisoma katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 25 inasema, nao wote wawili walikuwa uchi, Adamu na mkewe, wala hawakuona aibu. Sasa tunaona kama vile Mungu aliwaomba wako uchi na hawakuwa na aibu, kwa sababu hawakuwa na ufahamu wa kujua uchi ni nini. Walikuwa kama watoto wadogo, wana macho lakini conscience yao ilikuwa iko safi sana. Ukiendelea ukisoma katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 1 inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa kondeni aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, je, Mungu alisema kweli msile matunda ya mti wowote katika bustani? Yule mwanamke akamwambia nyoka, tunaweza kula matunda ya miti iliyo katika bustani, bali matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu alisema msile matunda yake, wala msiaguse msije mkafa. Hapa unaona kwanza kuanguka kwa wanadamu kulianza na mwanamke kuongeza habari kwa kile ambacho Mungu alisema. Mungu alisema tusiguse. Sababu katika Biblia yote hakuna mahali ambapo Mungu alisema msikule, lakini hakuna mahali ambapo Mungu alisema msiguse. Hiyo ni mwanamke ameongeza hapo. Na ndio kwa maana Paulo anasema hamruhusu mwanamke kuhubiri wala kufundisha. Sababu wanamke wanakuwa wanaongea na emotions zao. Wanaweza wakaongeza wala wakapunguza. Wewe kitu ambao Mungu alisema msikule, yeye anakuja sasa kupaka mafuta, anasema alisema na tusiguse hata. Hivyo ndivyo watumishi wengi wanakuwa wanahubiri neno la Mungu. Wanaongeza mambo ambayo Mungu hakusema, na kitu Biblia imetuambia msiongeze wala msipunguze. Msiende kinyume ya yale yaliyoandikwa. Lakini kwa kutaka kuonesha watu kwamba tumesoma sana, kwa kutaka kufanya competition, kuonesha mimi naweza nikahubiri mzuri kuliko yule, mimi ninaelewa neno la Mungu kuliko wengine, tunaanza kuongeza maneno ya kwetu. Na hiyo ndio inafanya watu wanapata kiburi na wanatoka katika injili ya kweli. Basi naomba tuendelee. Yule mwanamke alipoona ya kuwa mti huo ni mzuri kwa chakula na ya kuwa unapendeza macho, na ya kuwa mti huo watamanika kwa kumfanya mtu apate hekima, alitoa katika matunda yake akakula, akampa na mumewe aliyekuwa pamoja naye akakula. Sasa alipokea ujumbe, kisha akamkabidhi mumewe. Kama vile tunajua ile kula ilikuwa ni kusikia. Mwanamke alisikia yale ambayo nyoka alimwambia alafu akaenda naye akamwambia mumewe. Alafu ndipo macho yao yakafunguliwa wote wawili,
wakajua kuwa wako uchi. Alafu wakaanza kushona majani ya mti wakajifunika. Unajua, wakati tulikuwa watoto, sana sana mimi nilikuwa niko mguruguru sana, na kuna wakati nilikuwa naenda kucheza mpira, alafu wakikula chakula mimi siko, wananiima. Nikikuja kama kuna chakula walikuwa wamewekea mtu mwingine, mimi nitaenda hapo ninaiba na kula kidogo. Alafu nikisikia kama mtu anakuja, kitu ya kwanza mimi nilikuwa nafanya ni nini? Napanguza mdomo ili wasione kama mimi nimekula kitu. Sasa unatizama kama watu wamekula, kisha wanasikia Mungu anakuja, wanasikia aibu. Kwa nini wamefunika uchi wao kuliko kupanguza kinywa ambayo wamekulia? Acha nisome mstari wake wa 8, nasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa upepo wa mchana. Adamu na mkewe wakajificha mbali na uso wa Bwana Mungu kati ya miti ya bustani. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akajibu, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Mungu akamwambia, nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula tunda la mti niliyokuamuru usile? Adamu akajibu, sasa sikia, huyo mtu akasema, mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, yeye alinipa tunda na mti huyo, nami nikala. Hapa Adamu hakudanganya. Wazazi wetu wa imani walijua kwamba mema na mabaya hutoka kwa Mungu. Unasikia vile Adamu alisema, ni wewe, amemwambia Mungu, ni wewe uliyependa haya yafanyike hivi, sababu ulinipa huyu mwanamke na unajua kwamba ataniangusha. Wazazi wetu, our patriarchs, walikuwa wanajua hiyo siri. Hakuna hata wakati mmoja walimpatia shetani credit. Ukiangalia wakati Raheli alipokwenda kumlilia mume wake Yakobo, akamwambia, unipe mtoto, kama sivyo mimi nitajiua. Yakobo alisema nini? Je, mimi ni Mungu aliyekuzuia wewe usipate mtoto? Unaelewa jibu ya Yakobo? Alijua kwamba ni Mungu ndiye anaruhusu yale mabaya yamfikie. Ukiangalia pia katika kitabu ya Ayubu, wakati mke wake alikuja kumwambia, utaendelea kuwa mwenye haki, sumtukane basi Mungu alafu ukufe. Ayubu alisema nini? Je, tupokee mema tu kutoka kwa Mungu na si mabaya? Alielewa kwamba yote yanatoka ni kwa Mungu. Na Biblia inasema kwamba Ayubu hakufanya dhambi kwa maneno haya. Tukienda kwa New Testament, Paulo aliteswa na pepo mbaya katika mwili wake. Ukisoma Wakorintho wa pili sura yake ya 12 mstari wa 7, cha tusome. Hao kwa sababu ya wingi wa ufunuo ule, kwa hiyo nisije nikajivuna kupita kiasi, nilipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anitese. Mara 3 nilimsihi Bwana aniondolee, lakini aliniambia,
neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimia katika udhaifu. Paulo hajawasema ni shetani ndiye amenifunika, ni shetani amefanya hivi. Hapana, amesema ni Mungu ndiye ameweka huyo malaika wa shetani pembeni yangu ili anitese katika mwili, sababu ya ufunuo ambao nilipewa. Na Mungu alikuwa anafanya hivyo ili ya kunizuia mimi nisije nikapotea. Kwa hiyo unajua, baadhi yenu nyinyi wanadamu, sisi sote kwa jumla, ikiwa Mungu angeondoa matatizo yetu yote na afanye tusipitie hata changamoto moja, wengi wetu hatutapata na wakati wa kuomba tena. Wengi wetu hatutamsogelea tena Mungu kama tunamsogelea, ni sababu kuna changamoto fulani ambayo inapita ndani ya maisha yako, ndio unapata na wakati wa kuomba. Kwa hiyo wakati mwingine, kabla ukiona changamoto zinakuja, ukiona shida zinakuja, usiwe mwepesi sana kwa kuanza kukemea. Ni vizuri kwenda kumuuliza Mungu, hii ni mapenzi yako? Ama pengine ni mimi nimemfungulia shetani mlango, ndio umemwacha sasa amepata nafasi ndani ya maisha yangu kwa sababu ya matendo yangu mabaya. Sababu hata Yesu wakati alikuwa ameutoa uungu wake, akabaki sasa mwili mzima tu, mwanadamu mzima, akaanza kuona woga wa kifo. Akaanza kutafuta kukimbia, akamwambia Mungu, kama ingewezekana uniepushe na kikombe hiki. Lakini akasema, lakini mapenzi yako ndiyo yafanyike. Na sisi wanadamu mara mingi tunapitia shida, tunapitia changamoto, lakini mara nyingi hatukuwa tunamwambia Mungu mapenzi yake yafanyike. Tubadilishe namna ya kuomba. Basi nataka kumaliza, na nataka sasa tufike kwa final. Acha nivuke tusome sura ya 13. Nasema, Bwana Mungu akamwambia yule mwanamke, umefanya nini? Yule mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Basi Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa kuwa umefanya hivyo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote wa kufugwa na kuliko hayawani wote wa kondeni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati ya huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huyo utakuponda kichwa na wewe utamuponda kisigino. Sasa unaona vile Mungu anasema, nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wake. Tukikumbuka katika kitabu ya Mathayo sura yake 13, wanafunzi walipokwenda kumuuliza Yesu awafafanulie mfano wa magugu, Yesu alisema, adui amelifanya hili. Hapa ndipo Yesu alikuwa anapenda kuwaonesha kwamba mbegu yake ama mbegu ya mwanamke ambayo ilikuwa ni Yesu, na kutakuwa mbegu ingine ambayo ilikuwa sio mbegu ya Yesu, na hiyo mbegu imewekwa na shetani.
Sababu wakati Mungu anasema nitaweka uadui kati yako na mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake, ni vizuri kujiuliza, huyo shetani amepata uzao wake kutoka kwa njia gani? Uzao ni nini? Uzao ni vizazi ama watoto ama ndugu. Sasa unapataje watoto? Sababu hapa tunaona kwamba nyoka naye alikuwa na uzao, na hiyo uzao wake aliupata kupitia mwanamke. Sababu hauwezi kuwa na uzao kwa njia yako kibinafsi. Sababu hapa Mungu akaanza kumlaani hata mwanamke, akamwambia, nitakuzidishia uchungu wako wa kuchukua mimba, kwa uchungu utazaa watoto. Sasa watu hufanya nini ili kuzaa watoto, ili kupata mimba? Kwa nini mimba imeanza kuongelewa hapa? Na ukiangalia vizuri, kama unasoma Biblia vizuri, tuko hapa kwa Mwanzo sura yake ya 3. Tunaona kwamba huyu mwanamke tayari ameshaanza kuongelewa mambo ya mimba, na ameshaanza kulaaniwa kwa sababu ya uchungu wa uzao. Alafu ukienda kwa sura yake ya 4 mstari wa 1, huko ndio tunakuta sasa wanatuambia, na Adamu akamjua mkewe Hawa, na akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa msaada wa Bwana. Kisha akamzaa tena Abeli ndugu yake, naye Abeli alikuwa mchungaji wa kondoo, na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Alafu ukiangalia maandiko ni huko katika mstari wa 3, sura ya 3, ndiyo Adamu alimuita mke wake kuwa ni mama wa vizazi vyote, wa viumbe wa vitu vyote vilivyo hai. Sasa huku nyuma ndio naye anakuja sasa kumjua. Hapo naongea kuhusu sura yake ya 3 mstari wa 20. Adamu akamuita jina lake mke Hawa, kwa sababu alikuwa mama wa wote walio hai. Sasa kwa kujiuliza, kwa nini amemuita hiyo jina na bado yeye hajamjua? Sababu alikuwa tayari amesha juana na huyo nyoka. Na ukiangalia katika genealogy ya Adam, Kaini hayuko hapo. Sababu kwa nini Adam hakuwahi kujiita yeye mwenyewe kwamba yeye ni baba wa viumbe vyote vilivyo hai, lakini akasema mke wake ndiyo mama wa viumbe vyote vilivyo hai? Mimi wakati nasoma napenda kujiuliza maswali, na ukipata majibu kwa maswali hii inakufanya wewe kuelewa Biblia vizuri, na Roho Mtakatifu anakufundisha hapo. Tuangalie katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 5, na tuone genealogy ya Adamu.
imetokea kutoka Adam mpaka Nuhu. Inasema hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku Mungu alipoumba mwanadamu, hapa tunaona anaumba mwanadamu, alimfanya kwa sura ya Mungu. Aliwaumba mwanaume na mwanamke, akawaweka wakawa na baraka, akawaita mwanadamu siku walipoumbwa. Adamu alipoishi miaka 130, alimzaa mwana wa sura yake, mfano wake, akamwita jina lake Sethi. Baada ya kumzaa Sethi, Adam aliishi miaka 800, akazaa wana na binti wengi. Siku zote za Adam aliyoziishi zilikuwa miaka 930, akafa. Sasa tunaona hapa kwa genealogy ya Adam ni kama vile mtoto wake wa kwanza haiko Kaini, na bila mtoto wake wa kwanza ni Seti. Na hapa wanatuambia kwamba nilikuwa kwa 5. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu, siku Mungu aliyoumba mwanadamu. Sasa kama mtoto wa kwanza wa Adamu anahesabiwa kuwa ni Seti, inaonesha Kaini hakuwa mwanadamu. Na ukisoma pia katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 3 mstari wa 38, wanakuambia vile ile genealogy ya Yesu imeenda, na ukifika hapo inakuambia mwana wa Enochi, mwana wa Seti, mwana wa Adam, mwana wa Mungu. Kwa nini mtoto kama huyo Kaini alikuwa mtoto wa kwanza wa Adam, kwa nini hajahesabiwa katika genealogy yake? Jibu ni kwamba baba yake na huyo Kaini alikuwa ni Shetani. Na ukitafuta maandiko unaona katika kitabu ya waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 3 mstari wa 12, ambayo inasema si kama Kaini aliyekuwa wa yule muovu na akamuua ndugu yake. Na kwa nini alimuua? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Wanakuambia Kaini aliyekuwa wa yule muovu. Kaini alikuwa mtoto wa yule muovu. Na ndio kwa maana wakati unasoma sasa hapo katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 4, unakuta Kaini iko na genealogy yake naye mwenyewe, kwa sababu wanasema Kaini akamjua mkewe naye akapata mimba, akamzaa Henoki. Kaini akajenga mji, akauita jina la mwanawe. Sasa unakuta Kaini naye iko na genealogy yake ingine hapo, kutokea hapo Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa 17 mpaka 25 huko kuendelea. Sasa Kaini alikuwa ni mtoto wa nyoka, yani Shetani, na Seth ndiye alikuwa mtoto wa kwanza wa Adamu na Hewa, kwa sababu Abeli alikuwa tayari ameisha kufa. Na ukiangalia na genealogy, kama umezaa mtoto ambaye hajazaa, hawezi kumweka huyo mtoto kwa hiyo genealogy yako, lakini kama huyo mtoto amezaa ndio unamweka hapo kwa hiyo genealogy. Sasa Kaini alikuwa na watoto, kwa nini hajawekwa katika genealogy ya
baba yake Adam, kama kweli ni baba yake, basi kwa kuelewa kwangu hiyo mbegu mbili ambazo umeongelewa katika Mathayo sura yake ya 13 ilikuwa inatuambia kwamba yeye aliyepanda mbegu njema ni mwana wa Adam. Mungu amepanda mbegu yake, na shamba ni ulimwengu, na mbegu njema ni wana wa ufalme, na magugu ni wana wa yule mwovu. Kama vile tulivyosoma katika kitabu ya waraka wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 12, si kama Kaini aliye wa yule mwovu. Na ukisoma hapo Mathayo sura yake ya 13 mstari wa 37 inasema, na shamba ni ulimwengu, na mbegu njema ni wana wa ufalme, na magugu ni wana wa yule mwovu. Sasa wote wamepanda mbegu yao hapo, na hiyo ndio kuelewa kwangu kwamba kisha Kaini au Adamu na Hawa kusikia yale ambayo Shetani aliwaambia, alafu Shetani alimuonesha Hawa jinsi ya kufanya hiyo kitu, alafu akaweka mbegu yake. Na wakati sasa Adamu naye alijua, naye akaweka mbegu yake. Sasa watoto wawili wakazaliwa, walikuwa mapasa, alafu Kaini akamuua mwingine sababu alikuwa yeye ni mbegu ambayo sio mbegu ya Mungu. Ndio kuelewa kwangu hapo. Mbarikiwe, na kama kuna maswali tutaendelea kuongea. Kama kuna vile wewe umeelewa pia utujulishe. Mungu awabariki.